Mkurugenzi mtendaji wa kijana wa kike alimtuma dada yake kumwakilisha kwenye harusi yake, ambaye ilibidi ajifunge mwili wake, abadili umbo lake, afunike sauti yake na kuvaa maisha ya dada yake ili aonekane kama yeye mbele ya wageni wote. Saa 9 za usiku, Nia alikuwa bado amesimama mbele ya kioo kikubwa ndani ya nyumba ya Zahara, huku wanawake wawili wa saluni wakimvuta tumbo kwa kitambaa kigumu kilichomfanya ashindwe kupumua vizuri. "Simama kama Zahara," Shangazi Rehema alisema kwa ukali. "Mabega juu kidogo. Usitembee haraka na usiinue kichwa sana." Nia alijaribu tena kutembea akiwa amevaa gauni jeupe la dada yake. Viatu virefu vilimtesa, lakini si zaidi ya hofu iliyokuwa ndani yake. Alipojiangalia kwenye kioo, karibu mwenyewe hakujitambua. Nywele, manukato, hata pete ya uchumba ya Zahara ilikuwa mkononi mwake. Simu iliita. Ilikuwa Zahara. "Umeondoka?" "Sijaanza safari bado," Nia alijibu kwa sauti ya chini. "Kumbuka," Zahara alisema kwa haraka, "hakuna mtu anafaa kugundua kabla nifike." "Nitamdanganya hadi lini huyo mwanaume?" Kimya kikaingia kwa sekunde chache. "Hamisi ataelewa baadaye." Lakini Nia hakukuwa na uhakika. Alikuwa amemuona Hamisi mara 2 pekee, na kila mara alionekana mtu mtulivu mwenye moyo safi. Sasa alikuwa anaenda kusimama mbele yake akiwa mwanamke mwingine. Mlango ukagongwa. Omari dereva akaingia akiwa na wasiwasi. Wageni wameanza kufika ukumbini. Blog za biashara pia zimeanza kuandika kuhusu harusi. Bi Amani, mama yao, aliyekuwa ameketi kimya kona ya chumba, alifuta machozi yake polepole. "Familia yetu imepitia mengi," alisema. "Leo tusije tukaharibu kila kitu mbele ya watu." Nia akameza mate kwa uchungu. Hakukuwa tena na nafasi ya kurudi nyuma. Safari ya kuelekea ukumbini ilikuwa ndefu kuliko kawaida. Ndani ya gari la kifahari, Nia aliketi kwa tahadhari kubwa ili asiharibu umbo lililomjengea kwa saa nyingi. Kila alipovuta pumzi, mavazi yaliyombana tumboni yalimuumiza, lakini hakuna mtu aliyemuuliza kama alikuwa sawa. Omari alikuwa akiendesha kwa utulivu huku akiangalia kioo cha mbele mara kwa mara. Waandishi wa habari wako nje ya ukumbi. Kila mtu anataka kumwona Zahara leo. Nia hakujibu. Mkononi alikuwa ameshika simu ya dada yake. Ilikuwa ikiendelea kupokea ujumbe wa viongozi wa kampuni, marafiki wa biashara na wageni wa heshima waliokuwa wakimpongeza kwa ndoa. Watu wote walikuwa wakimtafuta Zahara. Hakuna aliyekuwa akijua kuwa mwanamke aliyeketi ndani ya gari alikuwa dada yake mdogo aliyewahi kuuza vitafuno chuoni ili kulipa karo. "Msiwe na wasiwasi," Shangazi Rehema alisema akiwa mbele. "Tukifika tu, Shela itafinika kila kitu." Lakini Nia alijua, si kila kitu kinaweza kufinikwa. Alikumbuka siku ya kwanza alipomuona Hamisi nyumbani kwao. Hakukuwa na makelele wala kujionyesha. Aliingia akiwa amebeba mkate na matunda kwa wazazi wao. Hata wafanyakazi wa nyumbani waliendelea kumzungumzia kwa wiki nzima. "Yule mwanaume ana heshima," mama yao alisema siku ile. Na leo, mwanaume huyo alikuwa anasubiri kuoa mwanamke hajafika. Simu iliita tena. Ilikuwa Zahara. "Usimruhusu Hamisi akushike sana," alisema kwa haraka. "Atagundua tofauti." Nia akakaza macho. "Kwa nini usiahirishe tu harusi?" Upande mwingine ukakaa kimya. Kisha Zahara akasema kwa sauti nzito, "Kwa sababu kuna watu wakisubiri mimi nikosee." Ukumbi wa harusi ulikuwa umejaa wageni waliovalia mavazi ya heshima. Wazee walikuwa mbele wakizungumza kuhusu biashara, siasa na familia. Wanawake walikaa pamoja kutazama mapambo na kupiga picha. Lakini nyuma ya furaha yote kulikuwa na presha nzito iliyomzunguka Nia kila sekunde. Gari liliposimama, Omari alifungua mlango polepole. "Usiteremke haraka," alimwambia. Nia alitoa mguu mmoja nje.
Kamera zikaanza kumulima mara moja. Watu wakaanza kushangilia, bibi harusi amefika! Shelani ilikuwa ndefu kiasi kwamba karibu ilifinika uso wote. Nia alishusha kichwa kama alivyoelekezwa. Alitembea polepole huku wanawake wa saluni wakimshika pembeni kurekebisha gauni. Ndani ya ukumbi, Hamisi alisimama. Moyo wa Nia ulipiga kwa nguvu alipomwona vizuri mara ya kwanza siku ya leo. Alionekana mtulivu, lakini macho yake yalikuwa yakitafuta uso wa mwanamke aliyekuwa anamjia. Musa, mdogo wake Hamisi, alimsogelea na kucheka kidogo. Kaka, leo hutalala kabisa. Lakini Hamisi hakujibu. Alikuwa anamtazama Nia kwa makini sana. Nia akaanza kuogopa. Je, alikuwa shagundua? Alipofika karibu naye, Hamisi alinyoosha mkono wake kwa upole. Nia alipoweka mkono wake juu yake, alihisi joto lililomchanganya zaidi kuliko mavazi yaliyombana. Uko sawa? Hamisi aliuliza kwa sauti ya chini. Nia alitaka kujibu haraka kama Zahara, lakini sauti yake ikakaribia kutoka kawaida yake. Akaishia kutikisa kichwa tu. Na hapo ndipo Hamisi alipokunja uso kidogo. Sherehe ilipoendelea, Nia alijaribu kukumbuka kila kitu alichofundishwa kuhusu Zahara. Usicheke sana, usitembee haraka, usitumie mikono sana unapoongea. Na zaidi ya yote, usimwangalie Hamisi machoni kwa muda mrefu. Lakini ilikuwa vigumu. Kila alipomsogelea, Hamisi alikuwa anamwangalia kana kwamba kuna kitu hakiko sawa. Si kwa hasira, si kwa mashaka makubwa, ila kama mwanaume anayemjua mtu anayempenda vizuri sana. Mchungaji Sifuna aliwaita mbele kwa ajili ya maombi ya kwanza. Kabla ya ndoa, watu wengi huvaa sura ambazo si zao, lakini mbele za Mungu hakuna anayeficha moyo wake. Nia karibu ashindwe kusimama. Bi Amani alifuta machozi nyuma ya wageni. Shangazi Rehema akamshika mkono kwa nguvu kumtuliza. Wakati huo huo, Musa alikuwa bado anamtazama Nia kwa mashaka. Alimsogelea Omari pembeni. Kuna nini leo? Mbona Zahara yuko tofauti? Omari hakutaka kujibu. Ni presha ya harusi tu. Lakini Musa hakuridhika. Mbele ya wageni wote, Hamisi alimkaribia Nia tena. Taratibu, alianza kuinua shela yake kidogo. Moyo wa Nia karibu usimame. Akaangusha uso chini haraka ili asiweze kuonekana vizuri. Hamisi akatulia. Kisha akauliza kwa sauti nzito sana, mbona unanificha macho yako leo? Ukumbi mzima ulionekana kuwa kimya kwa sekunde chache baada ya Hamisi kuuliza swali lile. Nia hakujua ajibu nini. Hakukuwa na mtu aliyemfundisha namna ya kujibu maswali ya moyo. Walimfundisha kutembea kama Zahara, kukaa kama Zahara, hata kutumia manukato yake. Lakini hakuna aliyemfundisha namna ya kuwa mwanamke mwingine mbele ya mwanaume anayemjua vizuri sana. Inahisia tu, alisema kwa sauti ndogo. Hamisi aliendelea kumtazama. Nia akageuza uso pembeni haraka. Wageni waliinuka kwa furaha wakati mziki ulipoanza tena, lakini ndani yake kila kitu kilianza kuvunjika pole pole. Musa alimfuata mama yake pembeni. Mama, kuna kitu hakiko sawa. Bi Zawadi akamkazia macho. Leo si siku ya kuanzisha maneno, lakini huyu si kama Zahara wa kawaida. Mbele yao wapiga picha walikuwa wakichukua picha nyingi. Kila mtu alitaka picha ya ndoa ya CEO maarufu wa kampuni kubwa ya uwekezaji nchini. Hakuna aliyekuwa akijua kuwa nyuma ya shela kulikuwa na dada mdogo aliyekuwa akitetemeka kwa hofu. Simu ya Nia ikatetemeka ndani ya gauni. Ujumbe kutoka Zahara ukaingia. Nimekwama bado. Fanya kila kitu harusi isiishie njiani. Nia akafumba macho. Hamisi alikuwa karibu naye sana. Harufu ya manukato yake ilimchanganya. Hakukuwa na kiburi ndani yake kama wanaume matajiri wanaumewahi kuwaona. Alikuwa mpole. Na hilo lilifanya uongo huu uwa mchungu zaidi. Ghafla, mchungaji Sifuna alisema, kabla hatujaendelea na viapo, bwana harusi anaweza kufungua shela ya bibi harusi. Maneno ya mchungaji Sifuna yalifanya ukumbi mzima utulie. Kamera zote zikageukia mbele.
Wanawake wazee wakakaa vizuri kwenye viti vyao. Vijana waliinua simu zao kurekodi muda mkubwa wa harusi. Nia alihisi miguu yake ikilegea. Hamisi alimkaribia taratibu. Hakukuwa na haraka ndani yake. Alionekana mwanaume aliyekuwa tayari kuona uso wa mwanamke aliyekuwa ameomba Mungu ampate. Lakini mbele yake hakukuwa na Zahara. Kulikuwa na Nia aliyefungwa mwili kwa vitambaa mpaka kupumua kumekuwa kazi. Musa alimtazama kaka yake kwa makini. Shangazi Rehema akaanza kufuta jasho usoni. Hamisi, Bi Zawadi alisema kwa tabasamu, fungua shela vizuri watu waone bibi yetu. Wageni wakacheka kwa furaha, lakini Nia hakusikia furaha yoyote. Vidole vya Hamisi vikashika shela pole pole. Alipoanza kuinua, Nia akashusha uso chini zaidi. Sura yake ilibaki nusu imejificha. Hamisi akasimama kidogo. Kwa mara nyingine, alionekana kuchanganyikiwa. Zahara, alisema kwa sauti ya chini, niangalie hata kidogo. Nia hakuthubutu. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu kiasi kwamba alihisi watu wanaweza kuusikia. Kabla shela haijafunguliwa kabisa, simu ya mchungaji Sifuna ikaita ghafla. Ukumbi mzima ukageuka kumtazama. Mchungaji akaomba msamaha na kutoka pembeni kupokea simu. Dakika moja baadaye, alirudi akiwa na uso mzito tofauti na mwanzo. Akamtazama Mzee Mwinyi. Tunapaswa kuzungumza nje kidogo. Wakati wazee wakitoka nje kuzungumza na mchungaji, mziki wa taratibu ukaanza tena ili kuwafanya wageni wasihisi kuna tatizo. Lakini tayari hali ilikuwa imebadilika. Musa hakukaa tena kwenye kiti chake. Alikuwa anatembea pembeni ya ukumbi akimtazama Nia kila mara. Alianza hata kuwatazama wanawake waliomsaidia kuvaa. Kuna nini kinafichwa hapa? Aliuliza mmoja wao. Hakuna chochote, mwanamke wa saluni alijibu haraka. Lakini sauti yake ilikuwa ya woga. Mbele, Hamisi alikaa karibu na Nia. Hakujaribu tena kufungua shela. Badala yake, alimpa glasi ya maji. Unatetemeka, alisema kwa upole. Nia alichukua maji kwa mikono ya hofu. Hata kunywa ilikuwa vigumu kutokana na mavazi yaliyombana tumboni. Pole na presha ya leo. Najua hupendi kuwa mbele ya watu wengi. Nia alistuka kidogo. Hiyo ilikuwa tabia ya Zahara. Alijua kidogo sana kuhusu maisha ya mapenzi ya dada yake. Waliishi pamoja, lakini Zahara alificha mambo mengi ya moyo wake. Hamisi, Nia alisema bila kufikiria. Akataka kusema ukweli. Lakini kabla hajamaliza, shangazi Rehema aliingia haraka katikati yao. Tunataka mpige picha za familia kwanza, alisema kwa nguvu kidogo. Hamisi akasimama. Alipoondoka hatua chache, Musa alimvuta pembeni. Kaka, huyo mwanamke anaongea tofauti. Hamisi akamwangalia mdogo wake kwa utulivu. Leo anaonekana mwenye hofu tu. Si hofu pekee, hata macho yake yanaficha kitu. Na kwa mara ya kwanza siku hiyo, Hamisi akaanza kufikiria huenda mdogo wake alikuwa sahihi. Nje ya ukumbi, Mzee Mwinyi alikuwa amesimama chini ya mti mkubwa akitetemeka kwa mawazo. Bi Amani akawa pembeni yake akilia kimya kimya. Mchungaji Sifuna akashusha simu yake taratibu. Zahara amesema bado hawezi kufika. Bi Amani akafunika mdomo wake kwa uchungu. Harusi isimamishwe kwanza. Hii imezidi. Lakini Mzee Mwinyi akatikisa kichwa. Huwezi kusimamisha harusi ya watu wote bila maelezo. Na tukimaliza hivi, Bi Amani akauliza kwa maumivu, tutamwambia nini huyo kijana? Mchungaji Sifuna akabaki kimya kwa sekunde kadhaa. Huyu Hamisi nampenda kama mwanangu. Sitaki aingizwe kwenye ndoa ya uongo. Lakini kabla hawajaamua chochote, Omari alikimbia ndani ya ukumbi. Waandishi wa habari wameanza kuuliza kwa nini bibi harusi hafungui shela kabisa. Mzee Mwinyi akafumba macho kwa uchungu. Biashara ya Zahara ilikuwa kubwa nchini. Aibu ya harusi kuvunjika mbele ya watu ingeenea kila mahali. Dakika chache tu, Mzee Mwinyi akasema kwa sauti nzito, tuvuke kwanza sehemu ya viapo. Bi Amani akamwangalia kwa hasira ya huzuni. Unafikiri ndoa ni mchezo wa kuficha watu? Lakini Mzee Mwinyi hakujibu. Ndani ya ukumbi, Nia alikuwa bado ameketi akishika gauni lake kwa nguvu, akihisi kila dakika inampeleka karibu zaidi na kosa luhenda lisingeweza kurekebishwa tena. Picha za familia zilianza kupigwa mbele ya ukumbi. Watu walikuwa wanatabasamu, lakini karibu kila mtu wa karibu alianza kuona hali ya ajabu. Mbona leo Zahara hasemi sana? Mmoja wa wakwea aliuliza. Labda amechoka, mwingine akajibu. Lakini maswali yaliendelea. Nia alisimama pembeni ya Hamisi, huku wapiga picha wakiwapanga vizuri. Hamisi aliweka mkono wake kiunoni mwa Nia, kwa upole. Mwili wa Nia ukasisimka.
si kwa mapenzi, kwa hofu. Alijua Zahara alikuwa mrefu kidogo kuliko yeye, ndiyo maana walimvalisha viatu virefu sana na kumfunga mwili ili aonekane na umbo sawa. Lakini karibu na Hamisi, tofauti ndogo zilianza kujitokeza. Hamisi alishusha macho yake kidogo kwenye viatu vyake, kisha akamwangalia usoni. "Kuna nini?" Nia aliuliza haraka. "Ni mavazi tu." Hamisi hakusema tena, lakini hakutoa macho yake kwake. Wakati huo, Musa alikuwa nyuma yao akizungumza na mmoja wa wanafanyikazi wa kampuni ya Zahara. CEO hajafika tangu jana? Aliuliza. Mfanyikazi hakujibu vizuri, na hapo ndipo mashaka ya Musa yakaanza kuwa makubwa zaidi. Mbele yao, mpiga picha alisema kwa furaha, "Bwana harusi karibu kidogo na bibi harusi. Tunataka picha ya upendo wa kweli." Lakini ndani ya moyo wa Nia, kila picha ilionekana kama ushahidi wa uongo uliokuwa unaendelea mbele ya watu wote. Baada ya picha, wageni walirudi kukaa tayari kwa viapo rasmi za ndoa. Mziki wa piano ulipigwa taratibu, huku maua meupe yakitikisika kwa upepo wa vyoyozi. Nia alitembea polepole kuelekea mbele tena. Mavazi yaliyofungwa ndani yalikuwa yameanza kumuuma vibaya sana. Alitamani hata kuvua viatu na kukimbia nje ya ukumbi, lakini hakuweza. Alipofika karibu na madhabahu, Hamisi alimshika mkono tena. Safari hii hakuachia haraka. "Zahara," alisema taratibu, "kama kuna jambo lolote unataka kuniambia kabla ya viapo, niambie sasa." Nia akakosa pumzi. Macho yake yakaanza kujaa machozi. Karibu aseme ukweli mbele ya kila mtu. Lakini simu yake ikatetemea tena. Mjumbe kutoka Zahara ukaingia. "Naingia Nairobi sasa. Tafadhali usiharibu kila kitu kabla sijafika." Nia akafunga macho kwa uchungu. Hamisi aliona machozi yale. Akasogea karibu zaidi. "Mbona unaonekana kama mtu anayelia ndani yake?" Hakuna mtu yeyote aliyewahi kumuuliza Nia swali kama hilo. Ndiyo maana moyo wake ukaanza kuvunjika zaidi. Mchungaji Sifuna akafungua Biblia yake. "Tumesimama hapa kuunganisha maisha mawili," lakini kabla hajamaliza sentensi, sauti ya mwanamke ilisimama nyuma ya ukumbi. "Harusi isimamishwe kwanza." Ukumbi mzima ukageuka mara moja, na Nia akahisi damu yake ikagonda. Mwanamke aliyosimama nyuma ya ukumbi alikuwa amevaa dera jeusi refu na miwani mikubwa iliyofunika sehemu ya uso wake. Wageni wote waligeuka kumtazama. Muziki ukakatika ghafla. Nia akahisi miguu yake ikilegea. Bi Amani waliinuka kwa mshangao. Shangazi Rehema akashika kiti kwa nguvu. Hamisi alikaza macho akimtazama mwanamke huyo kwa makini. "Ni nani huyo?" Mmoja wa wageni aliuliza kwa sauti ya chini. Mwanamke akaanza kutembea mbele taratibu. Kisigino cha viatu vyake kilisikika ndani ya ukumbi uliokuwa umetulia. "Samahani kuvuruga sherehe," alisema kwa sauti nzito kidogo. "Lakini kuna jambo lazima lijulikane kabla ya viapo." Musa akasimama mara moja. "Nilisema kuna kitu kinafichwa hapa." Nia akashika gauni lake kwa nguvu hadi vidole vikaanza kuuma. Mwanamke alipofika mbele kidogo, akaondoa miwani yake. Haikuwa Zahara. Ilikuwa mwanahabari mmoja maarufu wa biashara aitwaye Lydia, ambaye alikuwa ameandika habari nyingi kuhusu kampuni ya Zahara. "Kuna taarifa zimeenea mtandaoni," Lydia alisema. "Watu wanasema CEO hajulikani alipo tangu jana usiku." Ukumbi ukaanza kunongona. Mzee Mwinyi akasimama haraka. "Hii si sehemu ya kuleta habari za mitandao." Lakini Lydia hakurudi nyuma. "Wawekezaji wakubwa wako hapa leo, na kila mtu anataka kujua kama Zahara yuko salama." Hamisi akageuka polepole kumtazama Nia. Kwa mara nyingine macho yao yakakaribia kukutana, lakini Nia akashusha uso chini haraka kabla hajafunuliwa kabisa. Baada ya vurugu ndogo kutulia, mchungaji Sifuna aliomba watu wakae chini tena. Hakutaka ndoa ivunjike mbele ya wageni bila kuelewa kilichokuwa kinaendelea. "Leo ni siku ya amani," alisema kwa sauti ya utulivu. "Tusikubali hofu kututawala." Lakini ndani ya ukumbi hakuna aliyekuwa ametulia tena. Musa alikuwa bado amesimama pembeni akimwangalia Nia kwa macho makali. Hamisi naye alikuwa kimya kupita kawaida. Nia alitamani hata ardhi ifunguke. Shangazi Rehema alimkaribia haraka na kunong'ona,
usiongee sana tena, Zahara amesema anakaribia. Na kama asipofika? Nia akauliza kwa sauti ya maumivu. Shangazi hakujibu. Mbele yao, Lydia alikuwa bado akizungumza na baadhi ya wageni wa biashara. Kamera za wanahabari zilianza kurekodi zaidi. Hii ndoa ina siri, mmoja wao alisema. Moyo wa Nia ukaanza kwenda mbio. Hamisi alimsogelea tena taratibu. Hakukuwa na hasira usoni mwake. Hilo ndilo lililomwogopesha zaidi. Tuongee pembeni kidogo, alisema. Nia akatikisa kichwa kwa hofu. Hapana, dakika moja tu. Alimpeleka pembeni ya ukumbi karibu na maua makubwa meupe. Watu walikuwa mbali kidogo sasa. Kuna jambo nataka kukuuliza, Hamisi alisema. Nia hakuthubutu kuinua uso wake. Hamisi akavuta pumzi polepole. Mbona leo unanihofia kama mtu usiyenijua? Swali lile lilimchoma Nia moyoni. Kwa sekunde chache alisahau kabisa kuwa alikuwa amevaa maisha ya dada yake. Alibaki tu kama msichana mdogo aliyebanwa na siri kubwa kuliko uwezo wake. Si hivyo, alisema kwa sauti iliyovunjika. Lakini Hamisi aliendelea kumtazama kwa makini. Zahara huwa hanistiri macho hivi. Nia akameza mate. Hamisi, karibu aseme ukweli. Karibu sana. Lakini kabla hajafungua mdomo vizuri, simu ya Hamisi ikaita. Alipotazama jina lililoingia, uso wake ukabadilika kidogo. Ilikuwa simu kutoka kwa mmoja wa viongozi wa kampuni ya Zahara. Hamisi akaipokea pembeni. Nia akabaki pale akitekemeka. Kutoka mbali, alimsikia Hamisi akisema, hapana, bado hajafika. Kimya kikaingia. Kisha Hamisi akasema tena kwa ushangao mdogo, una maana gani hujamuona tangu jana? Nia akafunga macho kwa uchungu. Musa alikuwa akiwatazama kutoka mbali. Mashaka yake sasa yalikuwa makubwa zaidi kuliko mwanzo. Wakati Hamisi akimaliza simu, aliinama kidogo kana kwamba alikuwa akijaribu kupanga mawazo yake. Aliporudi kwa Nia, uso wake haukuwa ule wa mwanzo tena. Kulikuwa na swali zito ndani yake sasa. Zahara yuko wapi kweli? Aliuliza taratibu. Nia akahisi machozi yakimjaa. Lakini kabla hajajibu, sauti ya breki za gari ilisimama nje ya ukumbi kwa nguvu kiasi kwamba wageni wengi waliinuka kutazama mlango mkubwa wa mbele. Ukumbi mzima ukageuka kuelekea mlango. Gari jeusi la kifahari lilikuwa limesimama nje. Walinzi wawili wa kampuni waliteremka haraka. Moyo wa Nia ukaanza kupiga kwa nguvu. Ni yeye? Bi Amani akauliza kwa sauti ya matumaini na hofu pamoja. Shangazi Rehema hakujibu. Mlango wa gari ukafunguliwa polepole. Lakini aliyeshuka hakuwa Zahara. Alikuwa mwanamume mrefu mwenye suti ya kijani, uso wake ukiwa mgumu kama mtu aliyekuja na habari mbaya. Omari alipomwona, uso wake ukabadilika kabisa. Mwenyekiti wa bodi alinong'ona. Wageni wa biashara waliinuka haraka kusalimiana naye. Huyu alikuwa Bwana Salim Bakresa, mmoja wa watu waliokuwa na nguvu kubwa ndani ya kampuni ya Zahara. Hakutabasamu. Aliingia moja kwa moja ndani ya ukumbi huku watu wakimfungulia njia. Mzee Mwinyi, alisema kwa sauti nzito. Tunapaswa kuzungumza sasa hivi. Mzee Mwinyi akashikwa na wasiwasi. Kuna nini? Bwana Salim akamtazama kwanza Nia, aliyekuwa bado amevaa shela. Kisha akasema, kuna watu wanataka kampuni ianguke kabla ya jioni ya leo. Ukumbi ukatulia tena. Kama habari zikienea kuwa CEO ametoweka siku ya harusi yake, hisa zitashuka kesho asubuhi. Bi Amani akafumba macho kwa uchungu. Sasa Nia akaanza kuelewa. Hii haikuwa tu siri ya familia. Kulikuwa na pesa, biashara na maadui waliokuwa wakimsubiri Zahara aanguke. Mchungaji Sifuna aliomba watu waendelee kula chakula na kupumzika kidogo wakati familia inafanya mazungumzo ya haraka. Lakini ndani ya chumba kidogo nyuma ya ukumbi, hali ilikuwa nzito. Bwana Salim alisimama mbele yao akiwa na uso mkali. Waandishi wa habari wameanza kuandika kuwa Zahara ametoweka. Wapinzani wa kampuni wanakuja kuthibitisha hilo. Kwani yuko wapi? Kimya kikaingia.
Nia akahisi kila mtu ameanza kuogopa kusema ukweli mbele ya Hamisi. Hatimaye Bi Amani akaanza kulia. Alisema hakutaka ndoa ivunjike, ndiyo maana akamtuma mdogo wake. Hamisi akageuka polepole kumtazama Nia. Na hapo ndipo kila kitu kilianza kuvunjika ndani ya chumba. Musa akasimama ghafla. Nilijua, lakini Hamisi hakusema chochote. Alikuwa akimtazama Nia tu. Nia akaanza kuvua shela taratibu na mikono inayotetemeka. Uso wake ulipoonekana vizuri kwa mara ya kwanza, ukumbi wa chumba utatulia kabisa. Tofauti ilikuwa ndogo, lakini ilikuwa ipo. Macho tofauti, tabia tofauti, utulivu tofauti. Nia akaanza kulia. Samahani, alisema kwa uchungu. Hamisi hakusogea, hakukasirika. Hilo ndilo lililomuumiza Nia zaidi. Baada ya sekunde chache, kimya kikaingia na Hamisi akauliza swali moja tu. Dada yako alikuambia nini kuhusu mimi mpaka ukaamua kufanya hivi? Swali la Hamisi lilibaki hewani ndani ya kile chumba kidogo nyuma ya ukumbi. Hakuna aliyethubutu kuingilia. Nia alifuta machozi kwa haraka, lakini sauti yake ilikuwa bado nzito. Aliniambia wewe ni mtu mzuri, alisema polepole. Alisema usingetaka aibu iingie kwa familia zote mbili. Musa akacheka kwa hasira ndogo. Kwa hiyo mkaona ni sawa kumletea mtu mwanamke mwingine madhabahuni? Musa, Bi Zawadi alimkemea, lakini hata yeye mwenyewe alikuwa ameumia. Hamisi bado hakutoa macho yake kwa Nia. Kulikuwa na huzuni ndani yake kuliko hasira. Na wewe? Akauliza. Ulikubali kwa sababu gani? Nia akashusha macho. Alitaka kusema ukweli wote. Kwamba Zahara ndiye aliyelipa ada zake. Kwamba baada ya biashara ya baba yao kuanguka, Zahara ndiye aliyebeba nyumba yote. Kwamba hakuna mtu katika familia hiyo aliyewahi kumkataa Zahara kitu. Ni dada yangu, alisema kwa uchungu. Sikuweza kumwacha peke yake. Kimya kikaingia tena. Bwana Salim akaangalia saa yake kwa presha. Hatuna muda mwingi. Wageni wakijua ukweli sasa hivi, kesho kampuni itaandikwa vibaya kila mahali. Musa akatikisa kichwa kwa hasira. Bado mnafikiria kampuni? Lakini kabla mtu hajajibu, simu ya Nia ikaanza kuita. Ilikuwa Zahara. Mikono yake ikaanza kutetemeka alipoiangalia. Hamisi akasema kwa sauti ya chini, pokea. Nia aliweka simu sikioni, huku kila mtu ndani ya chumba akimsikiliza. Halo? Alisema kwa sauti dhaifu. Upande wa pili, Zahara alipumua kwa haraka kana kwamba alikuwa anakimbia. Nimefika karibu, alisema. Msiwaambie watu chochote bado. Musa akageuka kwa hasira. Bado anafikiria kuficha? Hamisi akanyamaza kimya. Zahara, Nia alisema huku macho yakimjaa tena. Mambo yameharibika. Kimya kikaingia upande wa pili. Kisha Zahara akauliza kwa tahadhari. Hamisi amejua? Hakuna aliyemjibu mara moja, lakini ukimya ule ulikuwa tayari jibu. Zahara akavuta pumzi ndefu sana. Niambie yuko hapo. Nia akamkabidhi simu Hamisi taratibu. Kila mtu akabaki kimya. Hamisi aliweka simu sikioni, lakini hakusema chochote mwanzoni. Hatimaye Zahara akaanza kuongea. Samahani. Sauti yake ilikuwa nzito kuliko mtu yoyote mle ndani alivyotarajia. Nilitaka kufika mwenyewe. Hamisi akauliza swali moja tu. Kwa nini hukuja? Dakika chache za ukimya zikapita. Kisha Zahara akasema, kuna watu ndani ya kampuni wanataka kuniondoa. Nilikuwa nikizuia dili kubwa lisiporogwa jana usiku. Nisingeondoka. Bwana Salim akashusha macho chini. Inaonekana alikuwa tayari anajua jambo hilo. Lakini Hamisi bado hakurudhika. Kwa hiyo, ukaamua kuniletea dada yako? Aliuliza kwa maumivu ya utulivu. Upande wa pili ukakaa kimya tena. Na hapo ndipo Hamisi alipofunga macho yake kwa uchungu wa kwanza wa kweli siku hiyo. Ndani ya ukumbi mkubwa, wageni walikuwa wameanza kunongona zaidi. Mziki uliendelea, chakula kilitolewa, lakini watu walihisi kuna jambo kubwa linaendelea nyuma ya pazia. Waandishi wa habari waliinua simu zao wakitafuta habari mpya. Mbona viao vimechelewa? Kuna tatizo? CEO yuko wapi? Ndani ya chumba,
Hali ilikuwa nzito. Bi Amani akamkaribia Hamisi pole pole. "Mwanangu," alisema kwa sauti ya mama mwenye maumivu. "Samahani kwa yale yaliyotokea." Hamisi akamwangalia kwa heshima. Hakutaka kumdhalilisha mbele ya watu, lakini maumivu yake yalikuwa wazi sasa. "Mama," alisema kwa utulivu, "kama Zahara aliniona wa maana kiasi hicho, kwa nini hakuniambia ukweli?" Hakuna aliyekuwa na jibu. Nia alikuwa amesimama pembeni akilia kimya kimya. Mavazi yaliyombana mwili yalikuwa yameanza kumuuma vibaya sasa, lakini maumivu ya moyo yalikuwa makubwa zaidi. Hamisi akamgeukia. "Uliteseka kuvaa maisha ya mtu mwingine leo?" Nia akashindwa kujibu. Alimwangalia tu, na kwa mara ya kwanza siku ianze, Hamisi akaona uchovu usio wa kawaida kwenye macho yake. Si uchovu wa harusi. Ulikuwa uchovu wa kubeba maisha yasiyo yake. Musa akavunja kimya. "Harusi ifutishwe." Bi Zawadi akamkazia macho. Lakini kabla mjadala haujaanza tena, Omari aliingia haraka ndani ya chumba. "Zahara amefika nje." Moyo wa Nia ukasimama kwa sekunde. Hamisi hakusogea. Wote wakasikia mlango mkubwa wa ukumbi ukifunguliwa nje. Sauti za wageni zikaanza kupanda kwa mshangao. "Ni yeye! CEO amefika!" Nani alikuwa ndani basi? Nia akafumba macho. Muda wa kujificha ulikuwa umeisha. Mlango wa chumba ukafunguliwa polepole. Na hapo Zahara akaingia. Alikuwa mrefu kidogo kuliko Nia, akiwa amevaa suti nyeupe ya kifahari ya biashara badala ya gauni la harusi. Nywele zake zilifungwa vizuri nyuma. Uso wake ulikuwa umechoka, lakini macho yake yalikuwa imara. Aliposimama karibu na Nia, tofauti ndogo zilianza kuonekana wazi, lakini watu wasingegundua kama hawangekuwa makini sana. Zahara akamtazama kwanza dada yake. Uso wake ukavunjika kwa huzuni alipomuona analia. "Pole," alimnong'oneza. Kisha akamgeukia Hamisi. Hakukuwa na nguvu ya CEO ndani yake sasa. Kulikuwa na mwanamke aliyekuwa ameogopa kupoteza kila kitu. "Hamisi." Lakini Hamisi hakujibu mara moja. Alimwangalia kwa muda mrefu sana. "Ulinifanya nisimame madhabahuni na mtu mwingine," alisema kwa sauti tulivu lakini nzito. Macho ya Zahara yakaanza kujaa machozi. "Nilikuwa najaribu kuokoa kila kitu." Hamisi akatikisa kichwa polepole. "Lakini hukuniamini niokoe pamoja na wewe." Maneno ya Hamisi yalimgunga Zahara kuliko hata hasira. Kwa mara ya kwanza siku hiyo, CEO aliyekuwa anatetemesha mikutano ya biashara alianza kuonekana mdogo mbele ya mwanamume aliyempenda. "Niliogopa," alisema kwa sauti ya chini. "Uliogopa nini?" Musa akauliza kwa ukali. "Kwamba kaka yangu angekataa kukuoa?" Zahara hakumjibu Musa. Macho yake yalibaki kwa Hamisi. "Nilijua ukisikia kampuni iko kwenye vita, utajaribu kuingia katikati kunisaidia." "Na hiyo ni mbaya?" Hamisi akauliza. Zahara akashusha macho chini. "Nimezoea kubeba kila kitu mwenyewe." Ukumbi ukatulia. Nia akamwangalia dada yake kwa uchungu. Hata nyumbani, Zahara alikuwa hivyo hivyo. Hakuruhusu mtu kumbebea mzigo. Hamisi akavuta pumzi ndefu. "Kwa hiyo ukaamua hata siku ya ndoa yetu nibaki gizani?" Hakukuwa na majibu mazuri ya swali hilo. Nje ya chumba, sauti za wageni na waandishi wa habari zilizidi kuongezeka. Bwana Salim akasema kwa presha, "Tunahitaji uamuzi sasa. Watu wameanza kuona wawili wenu." Musa akasema haraka, "Waambie ukweli wote." Lakini Bi Rehema akaingilia, "Ukweli unaweza kuharibu jina la familia na kampuni." Hamisi akageuka polepole, "Mimi si kampuni." Kimya kikaingia tena. Kisha akaongeza kwa sauti ya maumivu ya kweli siku hiyo, "Mimi ni mwanamume aliyekuwa nataka kuoa mwanamke aliyempenda." Na maneno hayo yakamfanya Zahara aanze kulia kwa mara ya kwanza mbele ya kila mtu. Zahara hakujaribu tena kuvuta machozi yake. Kwa miaka mingi, watu walimjua kama mwanamke mwenye nguvu ambaye hakuwa akitetemeka mbele ya mikataba, viongozi, wala mabilioni ya pesa. Lakini siku hiyo, mbele ya familia zote mbili, alionekana tu kama mwanamke aliyekuwa amechelewa kuelewa thamani ya kumwamini mtu mwingine. "Hamisi."
alisema kwa sauti iliyovunjika. Sikutaka upoteze heshima yako kwa sababu yangu. Hamisi akamwangalia kwa maumivu ya utulivu. Heshima yangu imeumizwa zaidi na kutokuaminiwa. Kimya kikaingia tena. Nia alikuwa pembeni akihisi hatia ikimlaa ndani kwa ndani. Mavazi yaliyombana mwili yalikuwa yameanza kumwacha alama za maumivu mabegani na tumboni. Taratibu akaanza kulegeza sehemu ya kitambaa ndani ya gauni kwa siri ili apumue vizuri. Bi Amani alipoliona hilo, macho yake yakajaa machozi upya. Hapo ndipo Hamisi alipogundua kwa mara ya kwanza ukubwa wa kile Nia alikuwa amefanya. Hakukuwa tu kuvaa gauni, msichana huyo alikuwa amefungwa mwili, akabadilishwa umbo, akaishi kama mtu mwingine kwa masaa yote yale. Musa akatikisa kichwa kwa uchungu. Hii imezidi. Lakini Hamisi hakumjibu. Alimwangalia Nia kwa muda mrefu, kisha akasema kwa upole, ulivumilia yote haya kwa ajili ya dada yako? Nia akashusha macho. Alinilea, alisema kwa sauti ndogo. Singeweza kumwacha aanguke peke yake. Maneno hayo yakabadilisha kitu ndani ya Hamisi. Nje ya chumba, waandishi wa habari walikuwa wameanza kujaa karibu na mlango wa ukumbi. Kamera zilikuwa tayari. Wageni wengine waliinuka kwenye viti vyao wakijaribu kuona kilichokuwa kinaendelea. Bwana Salim akaanza kupoteza utulivu. Tukichelewa zaidi, habari zitaharibika vibaya, alisema. Lakini safari hii, Hamisi hakutazama upande wa kampuni. Aliendelea kumtazama Zahara. Kuna kitu bado hujaniambia, alisema. Zahara akavuta pumzi ndefu sana. Mikono yake ilitetemeka kidogo. Watu wawili ndani ya bodi wanataka kuuza kampuni kwa wawekezaji wa nje, alisema polepole. Nikionekana dhaifu leo, wanataka kutumia habari hiyo kuniondoa. Musa akauliza kwa mshangao. Kwa hiyo uliona ndoa ni sehemu ya vita vya biashara? Si hivyo, Zahara alisema kwa maumivu. Nilikuwa najaribu kulinda kila mtu. Lakini Hamisi akatikisa kichwa polepole. Unaona, alisema kwa uchungu, mpaka sasa bado unafikiria wewe pekee ndiye unabeba watu. Maneno hayo yakamnyamazisha Zahara kabisa, kwa sababu yalikuwa kweli. Nia akamwangalia dada yake kwa huruma. Alijua maisha ya Zahara yalikuwa vita kila siku, lakini kwa mara ya kwanza aliona jinsi vita hivyo vilivyokuwa vimemfanya ashindwe kuamini hata upendo. Ndipo mlango ukagongwa kwa nguvu. Omari akaingia akiwa na wasiwasi mkubwa. Kuna blog tayari zimeandika kuwa bibi harusi wa kwanza alikuwa fake. Habari hiyo iliwafanya wote wakae kimya. Bi Zawadi akaketi chini polepole, kana kwamba miguu yake imeishiwa nguvu. Basi imekwisha, alisema kwa huzuni. Lakini Hamisi hakupanik. Alienda dirishani kidogo na kutazama nje ya ukumbi. Wageni bado walikuwa wameketi wakisubiri utaratibu. Wengine walikuwa wakitetea familia, wengine walikuwa wakisambaza uvumi. Hamisi akageuka tena. Waandishi wanajua kiasi gani? Omari akajibu haraka. Wanajua kulikuwa na mwanamke mwingine ndani ya gauni, hawajajua sababu kamili. Bwana Salim akaingilia. Tukitoka sasa na kuonekana hatuna umoja, kesho soko litashuka vibaya. Musa akacheka kwa uchungu. Nyie watu mnajua kuzungumzia pesa pekee. Lakini Hamisi alikuwa kimya akifikiria. Kisha akamwangalia Nia. Umechoka? Nia alishtuka kidogo na kutikisa kichwa. Lakini ukweli ulikuwa wazi usoni mwake. Alikuwa karibu kuanguka kwa uchovu. Vua hayo mavazi kwanza, Hamisi alisema kwa upole. Shangazi Rehema akajaribu kuingilia, lakini wageni? Waache wageni, Hamisi alisema kwa sauti ya kwanza ya ukali siku hiyo. Kimya kikaingia.
Nia akaanza kulia tena bila sauti. Hakuna aliyekuwa na mjali kama mtu Sangu asubuhi ile. Watu wote walikuwa wakimuona kama suluhisho la siri ya familia. Lakini Hamisi alimuona kama binadamu aliyeumia. Na hilo lilianza kuvunja moyo wa Zahara kuliko kila kitu kingine. Dakika chache baadaye, Nia alikuwa ndani ya chumba kingine akisaidiwa kuvua sehemu ya mavazi yaliyokuwa yamembana mwili. Alipoondoa vitambaa vya tumboni, akapumua kwa nguvu kana kwamba ametoka kuzama majini. Bi Amani akamshika usoni kwa upendo. Pole mwanangu. Nia akaanza kulia kwa uchungu wa kweli sasa. Nilihisi kama nilikuwa napotea ndani ya maisha yake, alisema. Mama yake akafuta machozi yake. Hukupaswa kubeba mzigo mkubwa hivi. Lakini Nia akatikisa kichwa. Zahara hubeba yetu kila siku. Kimya kikaingia. Ndani ya ukumbi mkubwa, wageni bado walikuwa wakingoja utaratibu. Mchungaji Sifuna alikuwa akijaribu kutuliza hali kwa maombi na nyimbo. Hamisi meantime alikuwa amesimama peke yake karibu na madhabahu akiwaza. Musa akamfuata. Kaka, bado unaweza kuondoka. Hamisi hakujibu mara ya kwanza. Kwanza nilihisi nimefedheheshwa, lakini sasa naona huyo mwanamke alikuwa anaishi kwenye vita hata siku ya harusi yake. Musa akamwangalia kwa mshangao. Usiniambie bado unataka kumuoa? Hamisi akavuta pumzi ndefu sana. Bado sijajua. Na huo ndio ulikuwa ukweli wa kwanza kabisa aliyousema siku hiyo. Ndani ya chumba cha nyuma, Zahara alikuwa ameketi peke yake mbele ya kioo. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, hakujiona kama CEO. Alijiona kama mwanamke aliyekuwa amechoka. Simu yake ilikuwa inaendelea kuita kutoka kwa viongozi wa kampuni, wawekezaji na wanahabari. Lakini hakutaka kupokea hata moja. Mlangoni kukagongwa taratibu. Ilikuwa Hamisi. Hakukuwa na mtu mwingine. Zahara waliinuka polepole. Kwa sekunde chache walitazamana bila kusema chochote. Kisha Hamisi akauliza kwa sauti ya chini. Uliwahi hata kufikiria kuniamini? Swali hilo lilimchoma kuliko yote. Nilitaka, alisema huku machozi yakimjaa tena. Lakini maisha yangu yamenifundisha kila nikimtegemea mtu, mwisho nabaki peke yangu. Hamisi akasogea karibu kidogo. Mimi si watu waliokuumiza zamani. Kimya kikaingia. Nje, wageni bado walikuwa wakingoja uamuzi wa ndoa. Lakini ndani ya kile chumba, ilikuwa kama dunia nzima ilisimama. Zahara akashusha macho. Sijui namna ya kuwa dhaifu mbele ya mtu. Hamisi akamtazama kwa huzuni. Na mimi sijui namna ya kuoa mwanamke ambaye hawezi kuniruhusu nibebe mzigo pamoja naye. Machozi yakaanza kutiririka usoni mwa Zahara kimya kimya. Kisha, kwa sauti ya kwanza ya kweli kabisa Sangu siku hiyo, akauliza, kama bado una nafasi moyoni kwako, unaweza kunifundisha? Swali la Zahara lilibaki ndani ya chumba kile kama mzigo mzito wa moyo. Hamisi hakujibu haraka. Alimwangalia mwanamke aliyekuwa mbele yake sasa. Si CEO maarufu wa magazeti, si mwanamke mwenye kampuni kubwa ya uwekezaji, bali mtu aliyekuwa amechoka kubeba dunia mabegani. Nje ya chumba, sauti za wageni zilianza kupungua. Watu walikuwa wakingoja kwa hamu kujua kama ndoa ingeendelea au la. Kuna kitu nilikuwa napenda kuhusu wewe, Hamisi alisema taratibu. Zahara akanyamaza. Ulionekana mwanamke mwenye nguvu. Zahara akafumba macho kidogo kwa uchungu. Lakini leo nimeona nguvu zako zimejengwa juu ya hofu. Machozi yakamshuka tena. Hakukuwa na mtu aliyewahi kusema naye hivyo usoni. Hamisi akavuta kiti na kukaa mbele yake. Mimi sihitaji mwanamke mkamilifu, alisema. Nahitaji mtu wa kusema ukweli hata akiwa anaogopa. Kimya kikaingia. Kutoka mbali walimsikia mchungaji Sifuna akiendelea kuwaombea wageni,
ili hali isipotee kabisa. Zahara akavuta pumzi ndefu. Nikienda mbele ya watu sasa, alisema kwa sauti dhaifu, kampuni inaweza kuingia kwenye vita kubwa zaidi. Hamisi akamwangalia moja kwa moja. Na usipoenda? Zahara hakujibu, kwa sababu alijua ukweli. Hata akilinda biashara yake yote, angeweza kupoteza ndoa yake siku hiyo. Na kwa mara ya kwanza maishani, hilo lilimwogopesha kuliko kupoteza pesa. Ndani ya ukumbi, Musa alikuwa ameketi karibu na Nia, ambaye sasa alikuwa amebadilisha mavazi mazito ya harusi na kuvaa dera rahisi la rangi ya samawati. Uso wake ulikuwa umechoka, lakini ulionekana huru zaidi. Musa alimwangalia kwa sekunde kadhaa kabla ya kusema, pole. Nia akashangaa kidogo. Kwa nini? Kwa yale yote uliobeba leo. Nia akatabasamu kwa uchungu mdogo. Najua bado huniamini. Musa akatikisa kichwa. Hapana, lakini sasa nimeelewa tofauti. Kimya kikaingia. Musa akaendelea. Watu wengi wangekimia. Nia akashusha macho. Familia yetu imeishi kwa msaada wa Zahara miaka mingi. Wakati biashara ya baba ilianguka, yeye ndiye alisimama. Bi Amani aliyekuwa karibu akafuta machozi yake kimya. Alijinyima maisha mengi, alisema, hata furaha yake. Nia akatikisa kichwa pole pole. Ndiyo maana sikuweza kumwacha leo. Musa akavuta pumzi ndefu. Safari hii hakukuwa tena na hasira ndani yake. Kulikuwa na huruma. Ndipo mlango wa ukumbi mkubwa ukafunguliwa kidogo. Waandishi wa habari walikuwa wameanza kuingia karibu zaidi. Kuna taarifa gani? Mmoja aliuliza kwa sauti kubwa. Harusi imevunjika. Ukumbi ukaanza kunongona tena. Mchungaji Sifuna akasimama mbele haraka kuwazuia, lakini tayari hali ilikuwa imeanza kutoka mikononi mwao. Bwana Salim alimfuata Hamisi haraka nje ya chumba. Tunahitaji uamuzi sasa, alisema kwa presha kubwa. Waandishi wanataka majibu. Hamisi aliwatazama kwa utulivu. Mnataka niwaambie nini? Bwana Salim akasita kidogo. Waambie harusi inaendelea. Kisha tutaeleza mambo ya kampuni baadaye. Hamisi akacheka kwa huzuni ndogo. Nyinyi watu mmezoea kufunika moto kwa pazia. Bwana Salim hakupenda maneno hayo, lakini hakubisha. Wakati huo huo, Zahara alitoka ndani ya chumba akiwa ametulia kidogo kuliko mwanzo. Hakukuwa tena na ule uso wa CEO mkali. Alionekana mwanamke aliyekuwa tayari kukubali kushindwa mbele ya ukweli. Alisimama karibu na Hamisi. Kama hutaki kuendelea na ndoa, alisema pole pole, sitakulazimisha. Musa aliyekuwa karibu alishtuka kidogo. Kwa mara ya kwanza, Zahara alikuwa anaachia kitu mikononi mwa mtu mwingine. Hamisi akamwangalia kwa muda mrefu. Ndani ya ukumbi, watu bado walikuwa wakingoja. Nia akashikilia mikono ya mama yake kwa hofu. Mchungaji Sifuna akasali kimya kimya. Kisha Hamisi akauliza, ukipewa nafasi nyingine leo, nitanichagua au nitachagua kampuni? Ukumbi mzima ukatulia kabisa. Zahara akameza mate pole pole, na safari hii hakukimbilia kujibu haraka kama CEO. Alijibu kama mwanamke. Nimechoka kuishi maisha ambayo kila kitu kina thamani kuliko moyo wangu. Maneno ya Zahara yalimgusa kwa namna ambayo hakutarajia. Kwa siku nzima alikuwa akisikia kuhusu kampuni, wawekezaji, habari za mitandaoni na soko la biashara. Lakini hiyo ndiyo ilikuwa mara ya kwanza Zahara kuzungumza kuhusu moyo wake mwenyewe. Macho ya Hamisi yakalegea kidogo. Musa akamtazama kaka yake kana kwamba alikuwa anasubiri uamuzi wa mwisho. Nia naye alishika pumzi. Zahara akasogea karibu kidogo. Najua nimekosea, lakini sikuwa na kudharau. Nilikuwa naogopa kupoteza kila kitu kwa wakati mmoja. Hamisi akamkatisha taratibu. Na karibu ukapoteza kitu muhimu kuliko vyote. Kimya kikaingia. Zahara akafumba macho kwa maumivu. Ndipo mchungaji Sifuna akaingia pole pole ndani ya chumba. Wageni wanahitaji jibu, alisema kwa upole. Hakuna aliyeongea kwa sekunde kadhaa. Kisha Hamisi akamwangalia Zahara moja kwa moja. Siku zote nilitaka kuoa mwanamke ambaye ataniruhusu kuwa sehemu ya maisha yake. Machozi yakaanza kushuka usoni mwa Zahara tena. Na kama bado unataka nafasi hiyo, alisema kwa sauti ya kuteremka, sitaficha tena.
Hamisi akavuta pumzi ndefu sana. Ukumbi mzima kana kwamba unasubiri moyo wake ujibu. Hatimaye alisema, basi tuende tukaanze upya mbele ya watu wote. Nia akafunika mdomo wake kwa mshangao. Bi Amani akaanza kulia kwa furaha, na kwa mara ya kwanza sindu asubuhi, tabasamu ndogo likaonekana usoni mwa Zahara. Dakika chache baadaye, mlango mkubwa wa ukumbi mkubwa ukafunguliwa tena. Wageni waliinuka mara moja. Waandishi wa habari waliinua kamera zao. Lakini safari hii hakukuwa tena na shela kubwa iliyoficha uso wa mtu mwingine. Zahara alitembea nani akiwa yeye mwenyewe. Hakukuwa na gauni la kujificha wala tabasamu la kulazimisha. Alivaa mavazi rahisi, lakini macho yake yalikuwa na ukweli ambao hakupo sindu daisi ilianza. Hamisi alikuwa pembeni yake, na nyuma yao Nia alitembea akiwa huru kwa mara ya kwanza siku hiyo. Mchungaji Sifuna akasimama mbele yao. Kabla ya kuendelea, kuna jambo muhimu zaidi ya ndoa nzuri, ni ukweli. Ukumbi ukawa kimya kabisa. Zahara akashika peparasoti kwa mikono iliyoteremka kidogo. Leo nimefanya kosa, alisema waziwazi. Niliogopa kupoteza biashara, heshima na maisha niliyoyajenga. Ndio maana nikamficha dada yangu nyuma ya shela. Watu wakaanza kunongona, lakini hakuna aliyesimama kuondoka. Macho ya wengi yalikuwa jaa ya huruma kuliko hukumu. Zahara akamgeuka kumtazama Nia, lakini yeye alibeba maumivu kwa ajili yangu bila kuniuliza chochote. Nia akaanza kulia tena. Hamisi akashika mkono wa Zahara mbele ya watu wote. Na mimi, alisema kwa utulivu, nimeamua kuoa mwanamke anayesema ukweli, hata kama ameuchelewa. Ukumbi mzima ukalipuka kwa shangwe na makofi. Bi Amani akamwangalia Mungu juu kwa machozi ya shukrani. Na siku hiyo, mbele ya familia, biashara, waandishi wa habari na dunia yote iliyokuwa ikiwatazama, Zahara hakupoteza biashara yake, hakupoteza ndoa yake, na Nia hakupoteza nafsi yake ndani ya maisha ya mtu mwingine tena.